Huwa ligani mpenzi mwana michezo. Aswe mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, na hapa tunazungumzia klabu ya Young African. Hakuna siri tena kuhusiana na Clement Mzize kutoka katika klabu ya Young African. Ndio maana klabu ya Young African wamekamilisha dili la mchezaji huyo unamwona kwenye picha hapo. Leo nipo na taarifa tatu kubwa za usajili wa klabu yako pendwa ya Young African. Lakini kama ndo mara ya kwanza unafika katika channel hii, usahau kusubscribe na kuniambia wewe ni shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Lakini pia unaweza kuniambia pia utabiri wako kuhusiana na mechi ya Kariakoo Derby ya siku ya 25. Ni goli ngapi unakwenda kumfunga mtani wa jadi wako Simba Sport. Lakini pia unaweza kuniambia ni kipi ambacho klabu ya Young African imekikamilisha kwa msimu huu kwa asilimia zaidi ya 80. Sasa twende moja kwa moja kwenye usajili pasipo kupoteza muda. Young African wamekwisha muhuza Clement Mzize. Na kwa nini Clement Mzize hajatangazwa kama ilivyofanyika kwa Stefan Aziz Ki? Hii ni kwa sababu ligi haijakamilika. Dirisha la usajili la vilabu ambavyo vyendi kwenye FIFA Club World Cup bado halijafunguliwa. Kwa hiyo mazungumzo na kila kitu kimekwisha kamilika. Wanataka kuondoa pressure kwa mashabiki wa Young African mpaka mwisho wa msimu. Atakapomaliza msimu, Clement Mzize atakwenda kujiunga na klabu ya Zamalek. Sasa klabu ya Young African kuona hilo, wakaona ni kwamba wameuza wachezaji kwanza wawili wa quality kubwa, Stefan Aziz Ki lakini pia na Clement Mzize. Wameanza na usajili wao katika eneo la namba 10 na eneo la winga la pembeni. Hapa wamekuja na mchezaji ambaye anaitwa kwa jina Ramo Ahmed Musa Adebayo kutoka katika klabu ya Lema Stars ya nchini Nigeria. Mchezaji huyu amekuwa na kiwango bora sana kwa msimu huu wa 2024-25, lakini pia alikuwa na kiwango bora sana kwa msimu ule uliopita. Na hii inaonesha ni kwa jinsi gani klabu ya Young African wako serious na makini sana kwenye sajili za kipindi hiki. Ni pande la mtu lakini ana kiwango kizuri sana. Mguu wake wa kulia, Young African walikuwa na Mzize ni mguu wa kushoto, lakini pia na Stefan Aziz Ki mguu wa kushoto, lakini Young African wamemchukua mchezaji huyu anatumia mguu wa kulia na anaweza. Lakini pia kuna usajili wa mchezaji huyu unaona kwenye picha ambaye tunamzungumza mara kwa mara, Ibrahim Keita ambaye ametoka katika klabu ya TP Englebe Mazembe kujiunga na klabu ya Young African kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Kwasi Atoula yao ambaye atakuwa nje ya msimu. Karibia nusu au robo tatu ya msimu unaokuja atakuwa nje kwa majeraha ya goti. Lakini lingine ambalo Young African wamelithibitisha ni usajili wa mchezaji ambaye utamuona hapa kwenye picha. Tunamzungumzia kiungo mkata shoka, kiungo mwenye roho ngumu sana. Hapa ndo Hari Kamwe alimuita kiungo asiye na dogo. Tunamzungumzia Diakite ambaye anajiunga na klabu ya Young African baada ya kukamilisha mkataba na klabu yake ya SD Amil ya kule Algeria. Baada ya mchezaji huyu kufanya vema sana, mchezaji wa kutoka katika taifa la Burkina Faso, Stefan Aziz Ki kacheza part kubwa katika kumsajili mchezaji huyu. Na kubwa zaidi kwenye dili la mchezaji huyu ni kwamba Young African watamuuza baada ya msimu mmoja, kama kuna timu yote kutoka katika klabu ya Ulaya itafanikisha dili la hivyo. Kwa hiyo usahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante shabiki wa Yanga, asante sana.